Miongoni mwa taarifa ambazo ziliweza kutembea zaidi kwenye mitandao ya kijamii ni zile taarifa ambazo zilikuwa zinamhusisha rais wa mpito wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore. Ilisemekana kwamba kulikuwa na waasi wawili ambao walitaka kumteka ama kumpindua madarakani Captain Ibrahim Traore, lakini mwisho wa siku kutokana na udhibiti mkubwa hali ya juu aliyokuwa nao Ibrahim Traore, basi watu wale waliweza kushikiliwa na kuweza kukamatwa na jeshi la Burkina Faso, na ikisemekana kwamba walitumikia jeshi hilo miaka kadhaa nyuma, kwa maana kwamba kwa sasa walisha staafu tayari. Lakini inasemekana kwamba kuna mmoja alikuwa anatoka Marekani na mwingine alikuwa anatoka Cote d'Ivoire. Sasa mara baada ya kuibuka sakata za hapa na pale, kulikuwa na taarifa pia kwamba mtoto wake na Ibrahim Traore Captain aliweza kutekwa, lakini bado kuna harakati za hapa na pale za kuwa na amani kwenye nchi ya Burkina Faso zilipungua kwa hali ya mgogoro mkubwa pamoja na kuandamana kwa ajili ya kuweza kutetea uhuru wao na amani. Sasa kuna story mpya ambayo imeibuka kwenye mitandao ya kijamii, ila story kabisa ilipoanzia ni kule X, zamani kama Twitter, ambako rais wa Marekani Donald Trump ameweza kuandika kupitia akaunti yake ya X, zamani Twitter, kwamba ana uhitaji wa kumsaidia Ibrahim Traore, anataka kumsaidia. Sasa ni kipi ambacho kimeweza kujiri? Karibu sana niweze kujuza kile kitu ambacho kimeweza kutokea kutokana na alizozungumza Ibrahim Traore mara baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuweza kutaka kumsaidia. Rais wa Marekani alisema nini na Ibrahim Traore alisema nini? Karibu naweza kujuza kwa pamoja, lakini kama ni mara yako ya kwanza kutazama channel yetu, basi bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili mradi uwe familia yetu uweze kupata taarifa mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu mimi ni Dulkana_OG pale Instagram, ni follow mtu wangu, utakometisha kinoma noma. Sasa siku kadhaa zimeweza kupita tangu pale mgogoro mkubwa ulivyoweza kuibuka kwamba Captain Ibrahim Traore ilibakia kidogo sana aweze kupinduliwa madarakani, lakini kutokana na mamlaka aliyokuwa nayo na nguvu alizokuwa nazo pamoja na mbinu mbalimbali za kijeshi pamoja na akili kubwa, na aliweza kusolve kutokana na kile ambacho kiliweza kutokea, na hao waliokuwa wanahusika kuweza kuandamana ama kuanzisha kwamba waweze kumpindua madarakani Captain rais wa mpito wa Burkina Faso Ibrahim Traore walishindwa kufanikiwa kutokana na udhibiti wa jeshi la Burkina Faso. Ibrahim Traore ni miongoni mwa maraisi hapa Afrika ambao wana umri mdogo zaidi. Inasemekana kwamba ni maraisi ambao wana umri mdogo zaidi na wenye akili ya upeo wa hali ya juu, huku wengine wakiwa wanampa majina na kumfananisha kama Thomas Sankara, wengine wakisema Muammar Gaddafi, wengine wa Tanzania wakawa wanamzungumza anasema anapita kwa John Pombe Magufuli. Sasa mambo yamekuwa ni mengi, na ukiangalia ni mtu ambaye anapendwa zaidi na Waafrika na anataka haki iende sawa. Yani atetei kwa wale ambao wana pesa zaidi, bali anatetea haki ili mradi iweze kuwa sawa. Sasa story kwa hivi karibuni kuhusiana na rais wa mpito wa Burkina Faso, namzungumzia the Captain Ibrahim Traore, imeonekana taarifa nyingi zaidi zikiwa zinamzungumzia kuwa kwenye hatihati kubwa ya kuweza kupinduliwa madarakani. Wapo wengine wanaosema ni vigumu sana kumpindua the Captain Ibrahim Traore kwa sababu akili anayotumia, uwezo anayotumia na namna alivyoweza kuishi na raia wake pamoja na wananchi wote wanaoishi Burkina Faso, ni ngumu sana kuweza kuwashawishi wakampindua the Captain Ibrahim Traore, kwa sababu ameonekana kuwa na kipenzi cha watu wengi zaidi, sio katika taifa la Burkina Faso pekee ambako anatokea Stefan Zazeki, bali dunia na Afrika kwa ujumla. Ibrahim Traore ni miongoni mwa marais ambao wana msimamo thabiti, watakapopanga kitu basi ni lazima kiweze kufanikiwa kufika kule kule. Sasa rais wa Marekani ambaye ni Donald Trump, baada ya kusikia kuwa rais wa mpito wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore yupo kwenye sakata kubwa zaidi la kutaka kupinduliwa madarakani, lakini jeshi la Burkina Faso liliweza kudhibiti hali hiyo na kuweza kuwakamata wote ambao walikuwa wanataka kujihusisha kwenye lile swala. Rais wa Marekani Donald Trump aliweza kuandika kupitia akaunti yake ya X, zamani Twitter, kwamba yuko tayari kuweza kumsaidia Captain Ibrahim Traore. Ngoja nikusomea ujumbe ambao aliweza kuandika rais wa Marekani Donald Trump kupitia akaunti yake ya X, zamani Twitter, na nukuu alichokiandika Donald Trump. Aliweza kuandika hivi: My country is ready to help Burkina Faso to ensure it remains safe. I'll speak to my friend Ibrahim Traore to send my troops to help him. Akawa ameishia hapo. Akuzungumza mambo mengi sana, lakini alianza tu kwa kusema kwamba my country is ready to help Burkina Faso, kwa maana kwamba nchi yangu iko tayari kuweza kuisaidia Burkina Faso to ensure it remains safe, ili mradi aweze kuweka hali sawa na taifa lile la Burkina Faso liweze kubakia kwenye hali ya amani na upendo. Aliendelea kusema,
I will speak to my friend Ibrahim Traore. Nitazungumza na rafiki yangu Ibrahim Traore to send my troops to help him. Kutuma watu wangu ambao wanaweza kumsaidia ili mradi taifa liweze kukaa bora na kuweza kukaa salama. Comments zimekuwa nyingi mara baada ya kuweza kupostiwa hii posti na Rais wa Marekani Donald Trump. Wengi wamekuja na reaction tofauti kutokana na hile. Wako wanaozungumza kwamba rais wa mpito wa Burkina Faso Ibrahim Traore ni miongoni mwa marais wenye akili zaidi. Hivyo lengo la Rais wa Marekani Donald Trump ni kuweza kumnyang'anya mamlaka, ni kuweza kumweka katika kipengele ambacho Ibrahim Traore anakuja kupotea. Ikumbuke miongoni mwa wale wanajeshi wawili inasemekana kwamba mmoja alitokea USA na alikuja Burkina Faso kama vile mwandishi wa habari, kumbe alimfuata mtu maalum ili mradi aweze kumchunguza siri zake. Ni kwa namna gani Captain Ibrahim Traore anaweza kumaintain hali ya hewa na kila kitu kitakaa poa na watu wote wakampenda na bado akaendelea kuongoza. Ndipo pale mwanajeshi mmoja aliweza kutuma kutoka USA Marekani kuja kuchunguza kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Sasa watu kupitia comment section wameweza kuandika maoni tofauti, lakini wengi wamebezi sana kusema kwamba Captain Ibrahim Traore asikubali kwa hiki ambacho kinaenda kutokea, kwa sababu ile mradi aweze kuleta watu wake rais wa Marekani Donald Trump lazima azungumze kwanza na rais wa Burkina Faso ambaye ni Captain Ibrahim Traore kama atakubali kuweza kumruhusu kuingiza jeshi lake katika nchi ya Burkina Faso kwa ajili ya kuendeleza ulinzi na usalama katika nchi hiyo. Sasa swali linakuja kwamba Ibrahim Traore atakubali kwa hiki ambacho rais wa Marekani Donald Trump amekizungumza, ama kuna mtego ambao wanamtengenezea ili mradi uweze kumshusha chini the Captain Ibrahim Traore? Wewe unaona itakuwaje? Ni upi ushauri ambao unampa Ibrahim Traore? Wewe ndio ungekuwa Ibrahim Traore, ungepokeaje hili swala? Je, ungekubali upokee troops kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump ili mradi uweze kusaidia taifa lako la Burkina Faso, ama ungekataa, ungesema baki na watu wako, mimi nitaendelea kutumia jeshi langu la Burkina Faso? Hii imekaaje? Ama ni mtego ambao rais wa Marekani Donald Trump ameweza kutengeneza ili mradi aweze kufika Afrika na afanye kila kitu ambacho amekifanya? Anaamini kwamba akipitia njia ya Ibrahim Traore Captain basi kila kitu kitakaa sawa. Niandike kupitia comment section hapo upe mtazamo wako. Captain Ibrahim Traore akubali kwa hiki ambacho rais wa Marekani Donald Trump amemwambia, ama ni mtego ambao unatengenezwa bila wewe kujua? Niandike kupitia comment section hapo, lakini kabla hujaandika basi bonyeza neno subscribe. Baada ya hapo nenda kwenye comment section uniandikie kwamba unaonaje wewe, ni kweli rais wa Marekani yupo kwa nia nzuri ya kumsaidia ile mradi rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore aweze kuishi vizuri pamoja na nchi yake na taifa lake, ama rais wa Marekani Donald Trump kuna mpango ambao anausuka, anataka apitie njia ya Captain Ibrahim Traore? Mimi sijajua, lakini niandikie maoni yako hapo na pia usisahau kusubscribe. Jina langu mimi ni Dulkana_OG pale Instagram. Follow utakometisha kinoma na mtu wangu nguvu.